Wewe mwanaume unajua kabisa kwamba mimi ni mwanaume niliyeoa, nina familia, nina mke. Sawa, matamanio yamekupeleka kwa huyo mwanamke wa nje. Lakini inafikeje hatua wewe unaanza kumwonyesha mkeo kuhusu mahusiano yako wewe na huyo mwanamke wa nje? Inafikeje hatua huyo mwanamke wa nje anakupigia wewe simu ukiwa nyumbani kwa mkeo? Inafikeje hatua wewe unaanza kumdharau mke wako kwa sababu ya huyo mwanamke wa nje? Unafikeje kote huko? Wewe kama mwanaume, inafikeje hatua mambo ya ndani kwako wewe na mke wako unaenda kuyapeleka kwa huyo mwanamke? Inafikeje hatua unabambikiza matatizo ya uongo kuhusu mke wako, unamsemea uongo kwa huyo mwanamke? Matokeo yake huyo mwanamke anaanza kujiamini zaidi, anaona yeye ndo anayependwa kuliko mke wako. Inafikeje hatua huyo mwanamke wa nje anapata namba ya mke wako, anaanza kumpigia simu kumtukana, na wakati mwingine uko hapo hapo unatazama tu, huna maamuzi wewe kama mwanaume. Inafikeje hatua wewe mwanaume ambaye kazi yako ni kumpenda mke wako na kumlinda mke wako, unaruhusu mke wako anatukanwa na kushushwa na huyo mwanamke wako wa nje? Inafikeje hatua unaruhusu mke wako analia kwa sababu ya mwanamke wa huko nje ambaye wewe unadai huna mpango naye? Inafikeje hatua mwanamke wako aliyekuzalia watoto hapo nyumbani anashushwa na kudharauliwa na huyo mwanamke wa nje ambaye hana hata ushahidi wa damu yako, hana hata mtoto wako? Inafikeje hatua huyo mwanamke wa nje anahudumiwa kuliko mke wako? Inafikeje hatua unampendezesha huyo mwanamke wa nje kuliko mke wako? Na wengi utakuta anakwambia inatokana na wanawake ambao tumewaoa, wanawake sijui wana nini, wanawake wana nini. Lakini naomba nikupe siri moja, wanaume wengi sana huwa hamuijui hii siri. Ukamilifu wa wanawake wa nje, yani michepuko, nyinyi wanaume ndio mnaotengeneza kwa hao wanawake kukamilika. Pengine mwanamke wako wewe ana kasoro ambazo wewe hujawahi kujisumbua hata kumwambia mke wangu mimi hiki na hiki sipendi. Pengine kinachokupeleka huko nje ni mambo ya ndani ambayo labda ungemwambia mke wako kwamba mke wangu mimi nataka unifanyie 1, 2, 3. Tena ushukuru Mungu umepata mwanamke ambaye pengine kwenye hayo mambo ya ndani sio mjanja. Maskini ya Mungu, mke wako havijui hivyo vitu. Unatakiwa umsaidie kwamba mke wangu mimi nataka hiki na hiki, vitu ambavyo mngejadili, kitu ambacho mke wako angeweza kupractice na kuweza kukifanya kwa ajili yako, unaamua kwenda kukitafuta kwa mwanamke mwingine, na ukikipata unamuona huyu wa ndani ni useless. Inakuwaje? Unaenda kutoa madhaifu ya mke wako unampa huyu mwanamke wa nje. Huyu mwanamke wa nje anajifunza, anapata darasa kupitia wewe, kwamba kumbe huyu mwanaume anapenda 1, 2, 3, na mke wako hujawahi kumwambia. Inafika kipindi mke wako unamuona kabisa, hata wewe kwa macho yako anapungua, anakonda, unamuona. Sio kwamba mke wako haishi na wewe, unamuona mke wangu amepungua, mke wangu amekonda, kwa sababu wewe ndio unayemuona mke wako nje mpaka ndani. Unamuona kwamba mke wangu amekonda, na unajua ni kwa ajili ya mambo yako, halafu hujali. Inafikeje hatua unaona mke wako anapauka kuliko huyo mchepuko wako huko nje, na unaona ni kawaida tu? Ni baraka gani ambazo wewe utazichuma kwa hayo unayoyafanya? Hata ungesema mke wako ana kasoro, hata kama mke wako ana kasoro, kwa nini umwonyeshe dharau za waziwazi? Kwa nini unashindwa kuchagua upande inapotokea huyo mwanamke wa nje amempigia simu mke wako anamtukana? Unashindwa kuweka mipaka wewe kama mwanaume. Mke wako analia, anakutazama, hivi huna hata hofu na hayo machozi? Hivi huogopi kuona umevunja moyo wa mtu mwingine? Huogopi wewe kuwa chanzo cha machozi kwa mtu mwingine? Mwanamke wako anakutamkia mpaka maneno kwamba mme wangu, kwa haya unayonitendea
Mungu akubariki, huogopi. Hiyo ni karma, itakulipa. Karma itakulipa. Inafikije kipindi umuhimu wa mke wako unauzika kwa sababu ya mwanamke mgeni kwenye maisha yako? Mwanaume kamili unafikeje huko? Upande wa matamanio hatujakataa, wanaume mna matamanio, hatujakataa. Lakini kwa nini ifike kipindi matamanio yako ya kupoteza wewe akili zako, uwe kama mwenda wazimu? Kwa nini inafika wakati matamanio yako yanakuweka wewe upofu, unashindwa kutazama kwamba hapa ninafanya makosa? Kwa nini matamanio yako unashindwa kuyawekea mipaka, kujua kwamba hii familia itabaki kuwa familia, hata kama nitaenda kuzunguka kukutana na wanawake 100 200, familia yangu ni familia yangu tu. Huyo mwanamke ulimchagua mwenyewe. Huyo mwanamke alikubali kuacha chuo kwa ajili yako. Huyo mwanamke alikubali kuacha kazi kwa ajili yako. Huyo mwanamke alikubali kufunga biashara yake kwa ajili yako. Akakubali kuja kukaa chini yako kwamba naenda kwa mume. Matokeo yake unamfanya huyo mwanamke anajuta na anaona katika maamuzi ambayo aliyakosea ni kukubali kuolewa. Baadhi ya wanaume mnawafanya wanawake waone kama ndoa sio mahali salama pa mwanamke kuishi. Wanaona ndoa sio sehemu salama tena kwa sababu ya baadhi ya wanaume, matendo mnayoyatendea wake zenu. Inafikeje wakati wewe unaruhusu hayo yanatokea kwenye maisha yako? Inafika kipindi mke wako akikukuta na kitu anakwambia, mme wangu, kwa nini unanifanyia hivi? Unamwambia sasa ndo nimeshafanya, amua unachotaka. Una uhakika mke wako leo akiamua anachokitaka kweli hayo matokeo utayapokea? Una uhakika leo mke wako akiondoka huyo mwanamke ataweza kushika nafasi ya mke wako? Una uhakika leo mke wako akiondoka huyo mwanamke anaweza kuziba pengo la mke wako? Una uhakika? Naomba niwape siri moja. Wanawake ambao wanabeba waume za watu ni waigizaji wazuri sana na wana mambo matamu sana na wanajifanya wao ni watu perfect sana. Yaani hakuna mtu aliyenyoka 100% hapa duniani. Huyo mwanamke anakuigizia. Huyo mwanamke anacheza na saikolojia yako. Huyo mwanamke anacheza na akili yako. Huyo mwanamke amekuona wewe bwege. Huyo mwanamke amekuona wewe mwenda wazimu, na ndio maana ana ujasiri wa kupiga simu kwa mke wako. Ndio maana ana ujasiri wa kumtukana mke wako. Ndio maana ana ujasiri wa kukupigia wewe simu ukiwa kwenye familia yako. Ndio maana haoni haja ya kuheshimu mipaka yake. Kuna baadhi ya wanawake wao wanapenda kukaa kwenye nafasi ya michepuko na wasumbue mioyo ya wanawake walioolewa. Nilishawahi kuzungumza, naomba nirudie tena. Wanawake wengine wana visasi, walishapitia hayo kwenye ndoa zao. Kwa hiyo wanafanya hayo kwako kwa makusudi, kwa sababu wanatafuta kumuumiza mke wako, kwa sababu anatafuta kumchoma mke wako, kwa sababu anatafuta kumdhalilisha mke wako, kwa sababu anatafuta kumnyanyasa mke wako kihisia. Anataka huyo mke wako ajisikie yale maumivu ambayo yeye alijisikia alipoumizwa na mwanamke mwingine ambaye alikuwa mchepuko wa mume wake. Huyo mwanamke, hiyo ni misheni yake. Mwanamke wako leo akiamua kuondoka hapo, akaamua kukwambia, mme wangu, basi nimekubali kukuacha na maisha yako, mimi naenda zangu. Huyo mwanamke hawezi kuwa kama mke wako. Huyo mwanamke hawezi kuziba pengo la mke wako. Niamini mimi. Baadhi ya wanaume, matamanio yasifunike ubongo wako. Matamanio yasipunguze wewe kutumia akili zako. Lazima ujue kutofautisha nyakati. Lazima ujue kuweka mipaka baina ya vitu na vitu. Lazima ujue kwamba huyu ni mwanamke ambaye ni pambo tu na huyu ni mwanamke wa maisha yangu. Hilo lazima ulijue. Mwanamke wa maisha yako ni kweli anaweza akawa hana mbwembwe nyingi. Mwanamke wa maisha yako yeye ana focus kuwa mama bora wa familia. Mambo mengi anahitaji wewe umwelekeze. Mwambie, mke wangu, napenda hiki na hiki. Mimi mwanamke wangu ni mshamba. Mimi mwanamke wangu kwenye hivi vitu ni mshamba, hajui kabisa. Unataka mke wako awe mjanja anapofundishwa na nani? Kama wewe haujawahi kumwambia mke wangu mimi napenda hiki, ajifunze wapi?
Baadhi ya wanaume, punguzeni kuwanyanyasa wake zenu, punguzeni kuumiza hisia za wake zenu, kwa sababu hiyo michepuko haiwezi kukaa kama mke hata kwa siku 3. Huwezi kuamini, huwezi kuamini. Utakapomwoa huyo mwanamke ukamweka ndani ya nyumba, ndio utagundua kwamba kumbe wanawake ni wale wale, na utaanza kuhangaika tena kutafuta mwanamke mwingine, kwa sababu ni afadhali huyo mke wako ambaye unamjua, kwa sababu hizo anazoonyesha kwako ndio tabia zake hasa. Hajaficha chochote, kwa sababu umeishi naye kwa muda, umeshamjua kwamba yuko 1, 2, 3. Lakini huyo atakuumiza zaidi, kwa sababu wewe unamtarajia kwamba yeye yuko perfect, kumbe utakuta ndani yake ni madudu. Ni afadhali na mke wako. Wanaume, kuweni makini na vitu mnavyovifanya. Wanaume, kuweni makini na wanawake wanaojifanya wao ni bora. Wanaume, kuweni makini na wanawake wanaowapigia simu mkiwa majumbani kwenu. Wanaume, kuweni makini na wanawake wanaowapigia simu wake zenu kuwatukana, kwa sababu sio kwamba wao wako perfect. Hivi watu wengi huwa hawajui kwamba kuna watu wana matatizo yao ya kisaikolojia huko. Alishaumizwa kwenye ndoa yake, anafanya hivyo makusudi, kwa sababu anataka kuona mwanamke mwingine anaumia ili moyo wake uridhike. Hiki kitu nakiongea na sijawahi kuona mtu akikitilia maanani. Wako wanawake hizo ndio kazi zao. Yaani yeye alishapitia maumivu, na yeye pia alikuwa anaumizwa na mwanamke mwingine wa nje. Kwa hiyo na yeye alivunja ndoa yake kwa kuamua kwamba sasa hivi na mimi nitachukua waume za watu na nitahakikisha wake zao wanateseka, nitahakikisha wake zao wanayapitia yale ambayo mimi nimeyapitia. Watu wanalipiza kisasi kwa watu wasio na hatia. Wewe mwanaume unasababisha mkeo abebeshwe msalaba ambao hakutakiwa kuubeba. Unasababisha mkeo alipie hatia ambayo hakuifanya. Mkeo ananyongea, mkeo anakonda, mkeo anapauka. Uko hapo unaangalia tu wewe kama mwanaume. Mwanamke wako analia, anakuomba, mme wangu nisamehe nilipokukosea, huyu mwanamke ananiumiza. Hutaki kumwelewa, na pengine unamwambia acha mazoea ya kunifuatilia. Kwa nini unanifuatilia? Kwa nini unanifanya hivi? Wewe kama nani unanifuatilia? Mimi nakwambia, siku huyu mwanamke atakapoondoka kwenye maisha yako, yaani siku atakapoamua kwamba mimi haya mateso nimechoka, ngoja niende zangu nimwache mume wangu alirelax na huyo mwanamke, utakuja kuona vitu vya ajabu, na utagundua kwamba baadhi ya wanawake huwa ni watu wanaoigiza matendo yao kwa ajili ya kujiridhisha nafsi zao. Yeye anajisikia tu raha anavyokuendesha wewe. Huyo mwanamke anajisikia raha anavyokuweka wewe kama zuzu, anavyokuweka wewe kama mwenda wazimu, anavyoona wewe unaisaliti na kuigeuka familia yako. Yeye kwake ndiyo furaha yake, kwa sababu aligeukwa na mume wake. Kwa hiyo anajisikia furaha anapoona kuna mwanaume mwingine anamgeuka mke wake kwa ajili yake. Wapo watu wana matatizo ya kisaikolojia, yaani yeye hiyo ndio kazi yake, na hajakufanyia wewe tu, ameshawafanyia wanaume wenzio wengi sana, na aliposhuhudia ile familia imevunjika, anaondoka kwenda kutafuta mwanaume mwingine mwenye mke, anaingia tena kwenye mahusiano. Huyo mwanamke anataka umzingatie yeye kuliko mke wako, anataka umwekee attention yeye kuliko mke wako, anajifanya yeye ni mwema kuliko mke wako. Imagine, mwanamke wa nje anaweza kukuletea zawadi, kwa vile mke wako hakuletei ukaona kama mke wako hafai, na unasahau kwamba mke wako hana kazi. Unasahau kwamba mke wangu hana pesa yoyote. Unasahau kwamba mke wako umemtengeneza kuwa tegemezi, anakutegemea wewe kwenye kila kitu. Hiyo zawadi mke wako atakununulia na pesa gani? Hizo auti mke wako atakutoa na pesa gani? Haya mambo mazuri mke wako atakufanyia na kwa pesa gani? Mke wako atakununulia kiatu akiwa na pesa gani, wakati anakutegemea wewe kwenye kila kitu? Baadhi ya vitu vinataka wewe mwanaume utumie akili. Hisia zitakupoteza. Hisia ni kitovu cha uzembe. Hili nimekuwa nikiliongea mara nyingi sana. Usikubali mwanamke yeyote aje avuruge familia yako, au akutumie wewe kuivuruga familia yako kwa mikono yako. Utalia sana na kuhangaika ili huyo mwanamke arudi kwenye maisha yako, na utakuwa umechelewa.